Jinsi ya kusafisha mwili wako na kuondoa nuksi, mikosi, balaa na vitu vyote vibaya kwenye mwili wako. Unaweza ukaona mwili wako unakuwa unachoka ovyo, unakuwa mambo yako kila unayofanya hayafanikiwi, kila jambo lako unalolianza halifiki mwisho. Jambo lolote la maendeleo ambalo unatamani kulifanya hutolifanya, hata ukilifanya halifanikiwi. Unakuwa muda wote mtu wa mawazo, unakuwa muda wote haupo kwenye mood, mambo yako yanakuwa yote ya ovyo, hakuna unachokifanya kikaeleweka. Yani unakuwa hata wewe mwenyewe haujielewi kabisa maisha yako yanavyokuwa, mustakabali mzima wa maisha yako unakuwa hauelewi. Basi hapo ujue moja kwa moja mwili wako unakuwa ni mchafu na unakuwa una nuksi, una mikosi, balaa, kila kitu kipo kwenye mwili wako. So unaweza kwa njia hii rahisi nitakwenda kukuelekeza hapa ukasafisha mwili wako na ukawa msafi na ukawa mtu mwenye bahati, ukarudisha bahati zote zilizopotea kwenye mwili wako na kwenye maisha yako zikarudi tena kwako. So leo nakwenda kukufundisha njia hii rahisi ya kutumia yai kusafisha mwili wako, kusafisha nyota yako na kurudi kuwa mtu mwenye bahati tena. So hitaji utakalotakiwa kuwa nalo ni kama unavyoona hapo kwenye picha. Utahitajika kuwa na yai moja, ila yai hili linahitajika kuwa ni yai la kienyeji. Yai la kuku wa kienyeji ndio linahitajika hapa. Utalishika yai lako kwa mkono wako wa kulia. Baada ya kulipata yai lako la kienyeji utalishika kwenye mkono wako wa kulia. Na ukilishika yai hili utaanza kunuia huku ukiwa umelishika. Utanuia kusafisha mwili wako, kuvuta bahati, kuondoa mikosi na vitu vyote unavyohitaji kusema utasema wakati umelishika hili yai lako kwenye mkono wako wa kulia. Utaongea kila kitu ambacho unahitaji kuhusu kusafisha mwili wako na kuvuta bahati zako kwenye maisha yako zirudi tena kwako na kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo vipo kwenye mwili wako. Hivi vyote utazungumza ukiwa umeshika yai lako kwa mkono wako wa kulia. Utanuia kila kitu ambacho unakihitaji. Na utakapomaliza kunuia kuondoa nuksi, mikosi na kuvuta bahati, utashika yai lako na utajizungushia kwenye kichwa chako mara 4. Yani utazungusha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na mara ya 4. Utazungusha yai hili kuzunguka kichwa chako mara 4. Kwa kutumia mkono huu wa kulia utazungusha yai kwenye kichwa chako mara 4. Na hapo unapozungusha unaendelea kunuia kama kawaida. Utaendelea na manuizi yako, utaendelea kunuia huku ukizungusha yai hili kwenye kichwa chako. Na baada ya hapo yai hili utakwenda kulitupa barabarani. Utachagua mwenyewe muda wako mzuri, ila yai hili inatakiwa litupwe barabarani. Na kama unaweza kupata njia panda itakuwa ni bora zaidi. Ila kama hutoweza kupata njia panda au haupo karibu nayo, utakwenda kutupa tu sehemu yoyote ambapo ni barabarani watu wengi wanapita. Ila ikiwa njia panda itakuwa ni bora zaidi kwako. Na unaweza kwenda kutupa muda wowote tu, sio lazima iwe mchana, hapana. Hata ikiwa usiku ili watu wasije wakakuona, ila hata kama ni mchana kwamba unahisi hiyo njia hakuna watu wengi wanaopita ni sawa. Ila cha msingi ukatupe yai hilo barabarani. Na baada ya hapo utakuwa umefungua njia zako zote za bahati, mafanikio na utakuwa umeondoa nuksi na mikosi na umesafisha nyota yako, umesafisha mwili wako kwa kutumia yai hili moja. Ila pia dawa hii ni nzuri kufanya siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio huwa siku nzuri ya kufanya hichi nilichokuelekeza hapa. Na ni vyema zoezi hili ukalifanya angalau mara 1
kwa mwezi. Yani hakikisha kila mwezi unafanya mara moja. Hii itakusaidia muda wote mwili wako kuwa msafi na kusafisha kila kitu kwenye njia yako, yani mambo yako yote yatakuwa mazuri. Hakikisha unafanya mara moja kwa kila mwezi, na iwe siku ya Ijumaa utafanya zoezi hili la kusafisha mwili wako na kuvuta bahati. Asante sana. Kama wewe ni mgeni, usisahau kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kuona kila nitakapokuwa ninaposti somo jipya kwenye channel hii. Please bonyeza neno subscribe. Asanteni sana.